Moja kati ya vitu ambavyo wakili Peter Madereka ameweza kuviandika kupitia kurasa wake mtandao wa kijamii wa X ni pamoja na taarifa ile ambayo msajili wa vyama vya siasa alikuwa ameweza kutangaza kwamba amemchukulia hatua kali Amos Makalla, mwenezi wa CCM huyo. Hebu nikusome kile ambacho amekiandika Peter Madereka. Amesema, mimi binafsi nampongeza msajili wa vyama vya siasa kwa kuchukua hatua za siri dhidi ya Makalla. Ni muhimu ikaeleweka kwamba Makalla ni kiongozi wa chama tawala ambaye hawezi kuchukuliwa hatua hadharani kama vile na yeye ni mpinzani. Kwa hicho ndicho ambacho alikuwa amekiandika wakili Peter Madereka. Hebu nikusome comment za wadau mbalimbali. Mtu anasema, wakili unasahau ile principles zenu za uwakili, namna ambavyo watu wanapaswa kuweza kufahamishwa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Mwingine anasema hata wakili Madereka ni wale wale tu, unampongeza msajili kwa kuchukua hatua kwa siri. Mwingine anasema huyu ni mdhibiti wa Chadema na chama chochote hatarishi kwa CCM, kiufupi ni internal outer wa CCM. Mwingine anasema hatua gani mheshimiwa au mgombea kwa kuambiwa hili tumekwisha kwa kweli. Mwingine sema unapongeza msajili kwa kuchukua hatua za siri. Kwa nini Makalla alisema kwa siri? Kwa kuwa Makalla aliutangazia umma, hata msajili atakiwa autangazie umma hatua alizochukua na hata barua aliyoandika kwa CCM. Mwingine anasema kwamba huyu msajili hana tofauti na vijana wa hovyo wakati anatoa taarifa kwa katibu mkuu wa Chadema ajibu tuhuma za Kibaraka Mchome, anatoa majibu ya siri pasipo kusema hatua gani amechukua na kuweza kumdhibiti Makalla. Mwingine anasema isipokuwa haki ikitendwa kwa kuona na ukasadiki imetendwa kinadharia, wewe ni moja kwa moja motoni. Mungu hapendi wanafiki. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maoni ya watu, namna ambavyo alikuwa ametoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea.